Mungu na msifu na mtukuza mtumikia kwake Rasulullah. Ashiria kuwa Muhammad mtoto wa Abdullah mja wake pia mjumbe wake. Amani na salamu zimfikie Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Waislamu watukufu, siku ya Ijumaa ambayo ni siku tunakutana ndani ya hii nyumba yake Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa tunasoma kitabu cha Al-Kabair cha Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen al-Allama, ambaye ni alamu na alam. Hakuna yoyote katika wanafunzi anaweza kusema hamjui kidogo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametujalia kusomeshana au kufundishana haya ambayo yanaitwa Sharh al-Kabair, yani anasharehesha madhambi makubwa makubwa. Ikiwa kuna madhambi makubwa makubwa, hivyo hivyo kuna madogo madogo. Yapo madhambi madogo madogo yanaitwa saghairu dhunub. Madogo madogo hayahitaji vigezo ambavyo vimewekwa ndani ya sheria, kama vigezo vya madhambi makubwa makubwa. Utajuaje? Lana, jambo kubwa ikitajwa panakuja lana. Mwenyezi Mungu anasema fanaja lana tallahi ala al-kadhibin, tutafanya lana za Mungu ziwafikia waongo. Kwa maana hiyo ni jambo kubwa. Mbili, hasira kabla kalimatan takun kabla maktani inda Allahi an taqulu ma la tafalu. Hasira za Mungu ziko kwa wale ambao wanafanya kile ambacho hawafanyi kile ambacho wanachokisema. Ya hasira za Allah, yani ghadab, hasira anaghadhibika Mwenyezi Mungu. Ila la pili la tatu, toba sio pidizo haimo pako pinisio duniani. Kila kitu ambacho kinapinisio duniani ni dhambi kubwa. Zina, wizi, kumtuhumu mtu, kunywa pombe, sana pinisio. Mnaji wa pombe anapigwa ngapi? 40. Umar alizidishaga zikawa 80 baada ya watu kuwa wamefanya muzawala tu, wamezoea kuziba hizo pombe. Akawaambia msinichezee, naweka 40. Wakakonga, wakawa wameachia habari za kunywa pombe. Kwa pinisio, dhambi ambayo inakuja na pinisio. Yani Mwenyezi Mungu anasema, mfano ukiua, unafanya ukiua unauawa, ni pinisio sio pinisio? Kwa hiyo nayo pia ni kubwa. Nyingine hapa zina ni dhambi, lakini nataka nijue dhambi kubwa utaijua aje? Lingine waidun, kila dhambi ambayo kuna ahadi mbaya, mtaingia motoni, mtapata adhabu kali, nayo ni dhambi. Nayo ni dhambi, nayo ni dhambi. Dhambi zote ni mbaya, lakini ukubwa utazijua aje? Dhambi ikifuatwa na waidi, maana yake ni adhabu au ni ahadi mbaya, tutakutanaga. Mwenyezi Mungu alisema inni wal insu wal jinnu fi naba'in adhim, mimi na majini na watu tuna habari kubwa. Mimi na waumba kisha wanaabudu kinyume changu. Unasikia kama tuzohura mkirundi, unasikia ndio tutakutana. Mwengi wa vijana wasema ni tukikutana ni msala, sijui ni lugha gani wanatumia vijana wazima. Yani hapo mkikutana itakuwa shida. Siku ya mwisho Mwenyezi Mungu anasema ana uhariju, mtume ndo alisema, wa in kana alhadithu tukulli ma fihi ana uhariju haqqa dhaifain yawm alqiyama, mimi ni mtetezi wa haki za madhaifu wawili siku ya kiyama, almar'atu wal yatim, mwanamke na mtoto yatima. Katika hadithi al-Qudsi Mwenyezi Mungu alisema thalathatun ana khasmuhum yawm alqiyama, watu watatu mtagombana nao siku ya kiyama. Akataja rajulun ba'a urdan fa akala thamana, mtu aliuzishaga mtu mwingine kisha akala pesa yake. Unamuuza mtu, unamuuzisha mtu na unakula na pesa yake, ufikiri. Wa rajulun utiya thumma ghadara, mtu ambaye alipeoga kitu apeleke msikitini akala kitu cha Mungu, unakula, utapita wapi? Hakuna kupita, ni kwenda tu motoni. Mungu aishasema tutagombana siku ya kiyama na watu kama. Wa mwisho alisema wa rajulun, na hapa mko wengi kwa hao wa mwisho, hao wawili hammo, huyo wa mwisho mtakuwa mko wengi.
Nasema warajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yutihi ajra, mtu ambaye aliletaga mtumishi akamfanyia kazi kisha akumpa pesa zake. Wale watumishi wa mwisho wa boy kwa lugha nyingine, akivunja sahani mnakata, tusubiriane, ni msala, subiriane. Hiyo nayo ni dhambi, hiyo nayo ni dhambi kubwa. Mwenyezi Mungu alisema kuhusu wauaji, waman yaktulu mu'minan mutaammidan fajazaohu jahannama khalidan fiha, ambaye ataua muumini kwa kusudi, malipo yake ni kwenda jahannama na atakaa milele. Nasikia vizuri? Na atakaa milele. Ni ahadi mbaya au ni nzuri? Mwenyezi Mungu alizungumzia habari za mirathi wakati anafunga habari za mirathi. Alisemaje? Tilka hududullah, hiyo ni sheria, hiyo ni mipaka ya Mungu. Waman yataadda hududahu, ambaye atavuka hiyo mpaka, yudkhilhu naran khalidan fiha, atamuingiza motoni tena akae milele. Mnakataa kugawa mirathi, mnafikiria mnaenda wapi? Na mtu anaona kama ni wepesi. Sio wepesi. Kwa hiyo kutoka kugawa mirathi nayo ni dhambi kubwa. Ndugu zangu Waislamu, hizo ni alama za kujua dhambi kubwa zinakuwa vipi. Haimtu mwanadamu. Kwa hiyo dhambi kubwa, dhambi ya 13, al-kabiratu thalithata ashar, dhambi kubwa ya 13, aklu mali yatim wa dhulm, kula mali ya yatima na kudhulumu. Unaweza ukala au kaidhulumu. Sio kila ambacho unakula unaweza ukakidhulumu. Mfano parsela, sawa, unakata unasema ni kwako, au unabadilisha hati, zile hati miliki zile, unasema kwa sababu walikuwa ni watoto, ukasema ni za fasi fulani. Hata mimi naingia katika hiyo, na mimi sidhani kama baba yangu aliniachaga kinama, lakini ndio hivyo. Utafanyaje sasa? Hao watu wao, lakini tunasubiriana huko, ni msaada tu, watatupa haki zetu. Wako watu. Kwa ndugu zangu Waislamu, hizi zote zinaitwa nini? Ni dhulma na kula. Kula unaweza ukakula na kuna venye unaweza ukadhulumu. Naelewa vizuri? Kuna mtu anachukua parsela haiji, anaiwaachia watoto wake. Hapo amedhulumu wala la? Amedhulumu. Kwa ndugu zangu Waislamu, tukao tumefika aina wasalna ya bunai. Iqra. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi يحشر اليتيم ظلما يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه وأنفه وعينه كل من ورائه يعرفه أنه آكل مال اليتيم. قال العلماء فكل ولي اليتيم إذا كان فقيرا فأكل من ماله بالمعروف بقدر قيامه عليه في مصالحه وتنميته ماله فلا بأس عليه، وما زاد على المعروف فسحت حرام لقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. حسبك. Qala Suddi rahimahullah, mmoja katika wafasiri wa kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kufasiri Qur'ani ni wadhifa mubarak, ni kazi nzuri, na ni mmoja katika hao waliofasiri kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Rahimahullah, hadi jumla tusamma jumlatu duaia. Yuhsharu akilu mali yatim, atafufuliwa anayekulaga mali za yatim. Akilu mali yatim. Al-idafatu huna idafatu tufidu al-umum. Kitu kikitaka kuwa general, yani kikitaka kuwa kwa wingi, kikusanyi, kinachukua baadhi ya sifa, al-taarif au asma'ul ishara au asma'ul mawsula au al-kull au al-jam' au madha au al-idafa. Yani mtu aliyokuja mali za mayatima kana manka, sio mmoja au wa Burundi au wa Kongo wa nani hao wote hao
Wameingia huko kwa nini? Kipi kimewaingiza hao wote? Mmoja hapa ametajwa, akiwa wameingia wote tu kama ni wote. Idhafa. Wale ambao waliokula mali za mayatima dhulman, na maana kula mali za mayatima ni kitu na kula kwa dhulma ni kitu. Fahimtum wala? Kula mali ya mayatima ni kitu na dhulma ni kitu. Yaum al-qiyama, siku ya kiyama. Siku ya kiyama ina majina mengi, inaitwa yaum al-qiyama, yaum saa, ina majina mengi. Na kadiri ya majina yake kuwa mengi ni hauliha, ni kwa sababu ni siku haifanani na zingine. Siku haifanani na zingine. Kama siku haifanani na zingine, inabebaga sifa fulani. Na nisikia al-ahdathu hiya allati tuwarikhu madha tuwarikhu al-ahdathu hiya allati tuwarikhu al-ayyam. Matokeo ndio anazipa historia siku, wala siku hazitoi historia. Nasikia vizuri? Mnanielewa? Matokeo ndio yanalipa historia, siku zidumu. Naelewa? Acha nianze mara moja. Wewe unajua ulizaliwa mwaka huu na tarehe. Hiyo siku ambayo hiyo tarehe, wewe ni kama hiyo tarehe kirudiaga inakaa kwako, inadumisha ile siku ambayo ulizaliwa. Fahimtum wala la? Yawman yatibu ala zamani sabahuhu wa masauhu bi Muhammadin wallah. Kwa hiyo hii siku ambayo alizaliwa mtume ni tofauti na siku ambazo mnanisikia. Kipi kilidumisha hii siku ya kwanza? Siku ya kwanza kila tukisema siku ya kwanza unajua kwa nini? Alizaliwa kwa mtume. Alizaliwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa ile siku alizaliwa mtume ni tofauti na siku zingine. Kama ukitaka kuizungumza lendi, anasema lendi ndio siku mtume alizaliwa, wabihi yufaraju anhu Abu Lahab. Ndio siku anapata, anahafifishiwa, anapunguziwa adhabu Abu Lahab. Kwa nini? Kwa sababu sadisikia tu kuwa Amina amemzaa Muhammadun, na unajua baba yake na Muhammadi ni mdogo wa Abu Lahab. Sadisikia tu, na zamani kuzaa mtoto mwanaume ni fahari, akafika na muacha mtumwa kuwa huru. Wewe kuanzia leo na kuwa huru. Hilo tu. Haya ni mambo ambayo yameandikwa katika historia katika vitabu vya kihistoria. Kwa hiyo siku ya uzalio wa mtume ni siku tofauti na zingine. Ndio maana wakasema yauman yatihi wala zama, yani siku ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo siku alikufa wakaizungumza pia. Kwa nini? Kwa sababu haifanani na zingine. Ndio siku ambayo msiba mkubwa ulioigusi jamii au uliogusi ulimwengu ni siku aliondoka nani? Wahaladhalati yauman raziyatu haliki raziyata yaumin mata fihi Muhammad. Hakuna siku ambayo itakuja kulingana na siku au msiba uje kuwa mzito kama msiba uliopatikana siku aliyokufa nani? Mtume Muhammad. Al-ahdath hiya allati tuwarikhu al-ayyam, yani matokeo ndio yanafanya siku kuganda, yani zidumu. Tarehe moja mwezi wa 7 ukihitaja kila Mrundi na hata wenye kwenda nje kuomba sijui ile wenye mnafanyaga mwe ndio mnavijua, wanawaulizaga tarehe moja mwezi wa 7 panakuaga ni kama huko nyo hauko hapa utajua, lakini hapa kila mtu sanajua, sio hivyo? Tarehe moja mwezi wa 7 panakuaga ni sasa wewe unafikiri ukiwa wa Ghana utavijua hivi? Au sisi tunajua ya Ghana ni tarehe ngapi? Kwa nini siku inadumu kwenye adhanuna, kwenye vichwa vyetu, inaganda imegoma kutoka? Kwa sababu ya tokeo. Nasikia vizuri? Tarehe 30 mwezi wa 6, anisaidie Yakobo, zilikuwa zinafatana. Nasikia vizuri? Akaja ule jamaa akaomba nipanda na wote wakaondoka. Wangelikuwa Uislamu ningewatakia rahma, sio Uislamu. Lakini yule alikuwa na maneno mazuri sana, anapenda kusoma historia yake. Ule jamaa alikuwa na mafunzo makubwa sana, na ukitaka kunini soma maneno ya soma koza kusoma maneno ya makafiri kama yana mafunzo. Umeelewa vizuri? Sio makosa. Na kwa sababu hata Mwenyezi Mungu wakati anazungumzia habari za Malikatu Saba alikuwa kafiri ule wakati. Alikuwa kafiri, akazungumza maneno yake, Mungu akanukuru maneno yake.
inni utia ilayya kitabun karim, nimepewa barua tukufu. Sama kuntu qati'atan amran hatta tashhadun, siwezi nikaamua jambo mpaka muhudhurie. Akaita jeshi lote, wa general wake wote, na kuna barua inatoka, kuna barua inatoka kwa Mtume Suleiman, anasema tujisalimishe. Ndio barua imeisha, nataka nyote nje mmejisalimisha. Kinyume chake, kama mtojisalimisha ni fimbo. Kama sasa barua mimi nasema wote wakasema nahnu ulu quwwa wa ulu ba'sin shadid wal amru ilayki fandhuri madha ta'muru, sisi tuna nguvu na tuna uwezo, tunakuachia wewe mwenyewe, amua chenye unataka. Siku zote ndugu zangu, mwenye kucheka mwisho ndio anacheka sana. Na leo usianze vita, kwa sababu vita acha itaisha aje. Tuko sawa? Ule mfalme akatizama, ni mwanamke tena ana dhaka, alikuwa kafiri. Akawaambia watu wake, innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha, wafalme wakiingia katika mji wanapovamia wanaiharibu. Wajalu aizata ahliha adhilla, na wanafanya wenyeji kuwa madhalili, wanyonge. Mwenyezi Mungu akasema ni kweli, wakadhalika yafalun. Haya maneno sio ya Malika Tusaba, haya maneno ni ya Mungu, anasaidia kweli wanafanya. Nchi ikivamia nyingine ni itepeteshanga kweli. Mnavijua moyo, ulimwengu mnaona, amuoni? Mnaona moja ikishinda nyingine ngumu, inaipiga kweli kweli, inaiacha hali imekuwa mbaya sana. Kwa ndugu zangu Waislamu, hapa nilikuwa tunazungumzia habari za matokeo, ndiyo yanafanya ndiyo yanadumisha siku na kuzipa historia. Sio siku zinadumu, siku ziko tu, sio siku ndo zinadumu. Hapa kinachodumisha siku ni tokeo ambalo litatokea. Mbona kila siku bwana demi nini mnaonakata, mnajua mnaonakata, tulikuwa na msafara, mnaujua nini? Usifieni mkoko mdogo, huyo msafara mnaujua? Mnausiki, msiombi kudiriki. Niko kadogo, ndio maana sikurefuka. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ilikuwa ni shida. Sasa hiyo siku hiyo, mwaka huo, kila mtu anamkumbuka. Kwa nini tunamkumbuka? Tokeo. Haya matokeo ndio yanadumisha nini? Yanadumisha siku. Kwa ndugu zangu Waislamu, mtunzi wa kitabu anatuzungumzia kwamba yaumul qiyama, siku ya Kiyama, hii siku inajulikana kwa kila mtu, hakuna kiumbe yote haijui. Tunatofautiana kwenye vingine, lakini ndani ya Uislamu hii siku ipo, yaumul qiyama, hakuna mtu haijui. Dhalim wal mazlum, mwenye kudhulumu na mwenye kudhulumu, wote tunajua. Roho tunajikaza kaza, lakini najua ni siku ya kisimamo. Inaitwa yaumul qiyama, siku ya kisimamo. Siku ya nini? Ya kisimamo. Na ina majina mengi ya kwa sababu ya fedhea zake na uzito wake. Inaitwa yauma saa, kwa sababu hakuna saa nyingine baada ya hiyo saa. Kiama kikifika vya saa vinaisha, sijui magharibi na laisha vinaisha, ni hiyo saa ndio inabaki. Nadhani mnanielewa. Ikiwa yaumul hashr, siku ya kufufuliwa, hakuna kufufuliwa baada ya hiyo siku. Mkifufuliwa ni basi mnamaliza, hakuna baada ya hiyo siku. Ikiwa yaumul fadha, siku ya fedhea, watu inakuwa ni shida. Yani ina majina mengi sana, na siku zote kitu kikiwa na majina mengi, ima uzito wake au nini, fahari yake au cheo chake. Na ni kitu kikiwa na majina mengi, cheo, uzito au fahari. Katika viumbe binadamu wa kwanza na majina mengi ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alisemaga ana ya khamsatu asma, nina majina mengi. Hadithi inapatikana katika Manaqib an-Nubuwa, kitabu cha Sahih al-Bukhari, Fathul Bari utaiona. Mimi niko na majina matano.
Nitajibu. Simtaulizwa nani? Mungu alisema inni sailukum, Mwenyezi Mungu atakuulizeni kuhusu mimi siku ya Kiyama. Nipeni sasa, la kwanza mnalijua ni Muhammad, la pili pia mnalijua ni Ahmad, ya tatu Al-Mahi. Ana al-Mahi, anaitwa Mahi kwa sababu ya mkufra, alikuja kuvuta ukafiri. Naona hakuna kafiri atakaga aitwe kafiri. Mkiwaita mtajizua. Si makafiri. Mwite sa kafiri yao. Shari inaanza. Ana al-Mahi akasema ana al-Hashir, mimi ndo mtafufuliwa mnikute. Sawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwal man tanshaqqu anhu al-ardu yawm al-qiyamah. Sawa? Kisha anasema ana al-akhir, mimi ndo wa mwisho. Hakuna mwingine. Kuna mtume mwingine mnaye isipokuwa Ahmadiyya ndo wana mitume wao wanaingia. Muislamu iliitwa yawm al-qiyamah limadha? Siku ya kiyama kwa sababu siku ya kisimama, kwa sababu ni kusimama tu. Tutasubiria hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walahu nar yakhruju min fihi wa min masamihi. Hiyo siku watu walaji wa riba watafufuliwa moto. Ile nini ya moto inarurumba inatoka katika nini? Katika fihi, mdomo na nini na masikio. Hadithi ya kwanza mnakumbuka ilikuwa inatoka sehemu za siri. Kisha anasema wa anfihi wa ainihi, na pua na nini na macho, na pua na macho, kwa sababu zote zina matundu. Hii nafasi zote zinazungumzwa kuna kuaga matundu. Ndio maana kuna wakati wanakuwekea dawa huko unasikia utundu. Waislamu, kullu man raahu yaarifu annahu akilu mali yatim, kila anayemwona anajua kuwa amekula mali za mayatima. Maana wafanya makosa siku ya Kiyama sio wote, kila mtu ana alama zake. Hao ana alama zao, kuna wahivi, kila mtu atakuja na alama. Yani tayari lazima itakuwa imeshakuwa, lazima itakuwa tayari pale. Nini mnajua tayari huyo tayari huyu ni mtu fulani, mnajua. Kwa ndugu zangu Waislamu, wanasema kala ulama, wanasema wanachuoni, fakullu waliyi yatim idha kana faqiran fa akala min mali bil ma'ruf biqadri qiyamihi alayhi fi masalihi wa tadmiya mali falabat. Kila anayesimamia yatima, msimamizi yatima, kila anayesimamia akiwa ni fakiri, anayemsimamia sio kila anayemsimamia yatima ana uwezo. Akiwa ni fakiri, sawa, inajuzu kula kwa kiwango ambacho kinakwenda kwa maslahi ya huyu yatima, yani kinamwaga kwenye maslahi favor, sivyo? Kwa maslahi ya huyu yatima, ndio kama maslahi ya yatima. Unamchukua yatima, unanunua gari yake ka taksi, si unampeleka shuleni? Mathalan ya Ziatiki au Rohero au nini, lakini hii gari si ni yake. Sasa utampeleka kichwa kiko nje au unampeleka na wewe umo anakula huyu mtoto, akila wewe utakula huko, utakula, lakini hakikisha usiwalishi wale ambao ni wako kwenye mali yake. Wewe msimamizi. Shida pana wakati mtu anatoa rasio kwake kwenye pesa zitaisha, wewe ndio unaruhusiwa, sio khamsa tu ashkhas, watu watano wote unafuka nini yao inachukua kwa itaishi pesa. Pesa ya mayatima nyingi haikuwa au kuikuza kivipi biashara. Na mimi niwaambieni, kuna biashara ambayo yani percent nyingi haihoni, percent kubwa haihoni. Ni kufanya biashara na mtu ambaye anakuzidi nguvu ya biashara. Mtu yuko na miliari, wewe kampa milioni 10, zinaomba, zikiomba zitakuwa zimeomba aje? Pakiomba milioni 10, unaomba pasi bila. Sijui ninaelewa wala la. Kama mtu yuko na miliari,
Yeye yatima, pesa ya mayatima juu inajuzu kufanyisha biashara pesa ya mayatima. Biashara iko aina nyingi za Uislamu, na ndio kitu kinatuumiza sana. Kila siku tunasema kuna maprodui, kuna biashara ambazo Mtume aliziacha lazima, yani tunazifanya. Kuna zile ambazo mmezoea na zile ambazo hamzioni, na hapa kitu kinasumbua sana ni zile ambazo hamzioni. Mfano, kuna biashara produi ambayo Mtume aliacha, makafiri na Waislamu sio wote tunaifanya, ni murabaha. Ndio mnajua tu murabaha ni kununua kitu kisha unakiuzisha kisha unapata faida, sio hivyo? Sio hii mnaifanya kila mtu, na makafiri wanaifanya. Unarangua kitu kisha unakiuzisha kisha unapata faida, na kuna wakati unaomba, sio? Si kila mtu anaifanya hii product, kila watu wanaifanya, lakini kumbukeni Mtume aliacha inaitwa ni murabaha hii product. Kuna kazi ambayo mtu anaweza kaifanya inaitwa ijara. Ijara hii ni kazi, mimi nakufanyia kazi, wewe unanilipa, natumia franga zangu kisha wewe unanilipa. Hizi kazi mara nyingi serikali ndio inazitoaga, serikali mara nyingi ndio inazitoa. Fanya kazi tukulipa. Hata juzi mimi anakuambia boss kisha so serikali yetu watu kazi kuna kalipo ijara ufanishi kazi pesa za si malize ile ijara. Sawa, kuna kazi ambayo inaitwa mshahara unashirikiana. Wewe unaishi hauna pesa na mimi na pesa, sio tunashirikiana hapa. Sisi watu hata sisi tunao haiwezekani kwa sera kwa dunia tuwe amusi mmoja wetu kwa cha mshahara shirikiana na basera ili na pesa tunajenga sio tunajenga anakuja mwingine anajenga kule na mwingine kuzishia matokeo ambapo tunataka tukipenda ndio kuzishia kisi wote tubaki mshahara hii halipo kama watu wanataka kiasi kwa nini nauza Sitoto lipite kwa watu ndio sika pale wanaambia kupita wewe kama unadhamini unataka kuuza jana mmoja alisema mabeshana kwa mtoto mimi hapa wametoa kwa maana kwa hiyo mbele ya watoto kwa shida hizo ya mwisho ni biashara ambayo iko kwa biashara nzuri sana kwa mtu ambaye kicho na biashara mtu analeta pesa unatoa biashara na hiyo biashara hii biashara kama ni muamala mzuri iko vitu sio kila mtu anaona kazi lakini ndio pesa hapa tunaweza kwa hivyo kwanza ya wenye pesa watazama wenye kazi sio hizo wanaenda kwa sababu kipa kwa anaenda kwa pesa hapo ndio wanakuja nini kwa sababu hizi ndio zile ambazo haziopani ubora mbalimbali hata ukitumika na deni sana kwa sababu tumepa pesa kwa nia
Leo sinashika mimi nasiweka kuwateja kuiba au kuinumu ile ngumu sana. Hivyo kwa hiyo kuteja hivyo tunaweza niambia kwa sababu sababu haya ndio ambayo wanasiasa watakuwa kusema ni kusa kuibadilisha hii saada zako zitengeneze hata kibago sinajua kaka ulimwacha kwa mimi ndio ndio sababu kwa za na kwa kama yatima ndio kama kisha na mjenga ya rushdi Bwana aliweza sasa mpaka nje. Zinapungua au sio vile? Sio zinapungua. Ndio msimamo biashara bali sifa intansi zikaeleza utamia na biashara kuomba kwa ndani kuna kubali kuomba lakini kuomba kwa ndio sawa. Nasi yani riziki ni ndogo kuliko biashara. Kuna biashara zinazo kama ya fomu kwa hiyo mtango tunapoona mimi nazungumzia wapo hii biashara kaiba kwa hiyo kuuza nguo kuuza mbali za biashara ya biashara ya hayo kwa hiyo kuna biashara ambazo wakati unataka kufanya kazi usiingiza maji sikuze kwa biashara ambayo inaruhusiwa kisheria hapa ndipo wa mazada al-ma'ruf kila taasisi imani ya lazima kwa kile zaidi ya kile kiwango iliyokeo. Najua unaweza kuingia kwa ujanja na sio kwako ili elisha mtu anajua kwa na tumia karama kwa sio kwa sio unajua lakini kumbuka wewe unajua na mtu mmoja lakini wewe yatima yeye mmoja na wewe ndio unaruhusiwa kubashi wewe unaruhusiwa sasa ukachukua bora ndio zile karama uone kama umezidisha kwa kile kiwango umezidisha dada ni sio kwa sio yani Astaghfirullah.
usipokuwa na hiki na leo kuna watu 13 alafu unataka washiriki bil ma'ruf Unajua sana kama ni kama Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kisha kitabu anasema shaka ifanye nini zakata hapo kwa Yesu hapo ndio ikiwa hata Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema andika hapo ndio basi nakuja kupigana na kwa hakuna ikiwa na Mwenyezi Mungu aliwaambia na wao hapana, ndipo waweze kufunga. Kwa hiyo wana haki ya kujua sawa, sio sio kama Allah yasema kwa kila siku katika kumaliza kwa hiyo kila wakati ndio sisi na nguvu ya kuomba wakati mkubwa wa kutiwa wakati mkubwa yeye unatakiwa anazaliwa anatuma kazi kwa anarudi kwa mama yake au akenda kwa wake mmoja kuna watoto wengi katika kiasi cha nyumba Wabaki na lugha kwa lazima kushirikiana na watu akiwa mtu mdogo sana ushirikiana na watu wote asema utoka isileta jana kisipo ni sana nataka wewe usome naye na kila pesa inakutoka alipata na wewe pesa hiyo kubwa na ile ndio pesa na inachokesha kwa hii bali usiandio pesa ndio na watu wanao shahidi tunasema kabisa kutoka kwa wao almalu mali na katika mko ile na baadaye sio yote watu kwa mwenye na kwa ni sawa riba zina kula maji ya yatima sawa na kujitetea sana kupika na Tanzania naomba Mungu sio kwa sababu mtu anakuwa Mwanamke pamoja pamoja hizi ndio
ngome mtu hata wewe ni msomaji sana hata kwetu kwa shule hata ni kiongozi wewe na mzee ni shida mtampata na hisi kaswa kazi iko kwa shule sio mambo ambayo kiakia kwa sababu sana hizi ni madhara sana ambayo kwa makubwa lakini mbele ya hizo ni kitu ambazo kwenye muda ndio vile بل حتى وليس على السبب وليس خاص بالأكل سوى كل hata ukisikia katika nyumba au malazi au vikao vimeazima uliwacheki katika unatoka kila vile mpaka yani kwa ni mpaka kiusishe hizi vile vile zibaki wanajidai takimpa hizi inakuwa sawa lakini sawa au sasa nyumba yako nyumba mnakaa sisi kwa unatoa watoto wote Waislamu mpaka siku wanakuwa muende ungeipangisha hii nyumba tusimamie simamizi uko na mti wa hapo bwana muone kuwa umezidisha kiwango bali Mwenyezi Mungu akasema kuna watu wataingia katika nchi akaiuka kwa wale waliokuwa hapa mwezi hapa no watatosha hapa watatosha. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia sababu siwe hivi kwa mtu kwa nini? Kwa sababu ya wengi wanasema Subhanahu wa Ta'ala na